Kwa majina naitwa Deusi Ndikumana Kanyoni, kitaaluma ni mwanasheria. Ikumbuke tu wazi kwamba tarehe 5 mwezi wa 7 2026, Simba Sports Club walikuwa wakisherehekea ubingwa wao wa CRDB Confederation Cup, na walipita maeneo ya Jangwani wakiwa wanasherehekea ubingwa huu. Mara baada ya kuonekana Jangwani, kulikuwa na uvumi ambao ulienea mtandaoni kwa kasi ya kwamba walipita maeneo ya Jangwani mahususi kwa ajili ya kuchimba dawa, kwa sababu ilikuwa ni kichaka. So waliona kwao ni sahihi wasimame na wachimbe dawa. Sasa nipende kuweka position ya sheria juu ya swala hilo. Haijalishi ni uvumi, na ikumbuke tu kwamba uvumi inaweza ikawa ni taarifa sahihi ya kweli au si kweli. Sasa sihitaji kujua kama ni kweli au sio kweli, lakini niwakumbushe tu Watanzania wenzangu ya kwamba the position of the law kuhusiana na uchimbaji wa dawa ni kwamba mtu yoyote yule akibainika anachimba dawa eneo ambalo sio mahususi kwa ajili ya kuchimba dawa, yaani kama sio toilet, basi mtu huyo anakuwa amevunja sheria ya afya ya umma, ambayo ni sura namba 99 iliyofanyiwa marejeo mwaka 2023 kifungu namba 174. Na mtu huyo anaweza akafungwa jela miezi 6 au akalipa faini 100,000, au mahakama ikiona yenyewe kulingana na maamuzi yake, kulingana na busara za mahakama, anaweza akatumikia vyote, yaani akatumikia kifungo cha miezi 6 na akalipa faini hiyo ya shilingi 100,000. Kumbe ikumbuke tu wazi kwamba katika ushabiki wa mpira tunaokuwa tukiufanya hapa Tanzania au nje ya Tanzania, ukija katika nchi hii ya Tanzania ni lazima ufate misingi ya sheria ya Tanzania, ambayo inataka tuzingatie sheria zilizowekwa. Na sheria zimewekwa ili zipate kufuatwa. Nitoe rai, onyo kwa yeyote yule ambaye pengine alifanya kweli kulingana na tetesi na uvumi huo ambao umekuwa ukisikika mtandaoni tangu tarehe 5 Julai 2026. Na nitoe rai na onyo pia kwa mabasi ya abiria ambayo kipindi cha nyuma walikuwa na utamaduni huo. Sijajua sasa hivi unasikia dakika 10 kuchimba dawa, ukiangalia there is no notorious beauty for that purpose. Unaona kabisa ya kwamba tunakwenda kuchimba dawa kichakani, pale amechumaa mwanamke, nyuma amesimama mwanaume anakojoa, anajisaidia. Ni kitu ambacho kimsingi ni kinyume na sheria, na ikumbuke tu wazi kwamba hao nao wakibainika wakiwa wanafanya hivyo, basi sheria itafuata mkondo wake. Sasa nayasema haya sio kwamba nimejitungia, bali nayasoma haya kutokana na kifungu namba 174 kama nilivyosema, cha sheria ya afya ya umma, sura namba 99 iliyofanyiwa marejeo mwaka 2023. In English, I can say that the Public Health Act Cap number 99 revised edition 2023 under section 174 subsection 1 subsection 2 and subsection 3. The law provides that a person shall not have natural coal in areas other than toilets built for that purposes. Subsection 2. The authority shall, in collaboration with the transporters of passenger vehicles, designate areas along the highways where
public toilets shall be built. Subsection 3 ambayo ndio ina provide punishment sasa kwa yule mtu ambaye ameviolate this subsection 1. Ina state kwamba a person who contravenes the provisions of this section commits an offense and on conviction shall be liable to a fine of not less than 100,000 shillings or to imprisonment for a term of 6 months or to both. Hivyo nipende tu kuwakumbusha ya kwamba tujionye na tuzingatie sheria inavyotaka. Unless otherwise ikionekana kuna mtu ameanzisha amefungua shauri juu ya kitu kama hiki akawa na ushahidi, basi wewe ambaye ulifanya hivyo utakuwa chini ya sheria na utakuwa liable. Na ikumbuke tu kwamba hii ni criminal case, ni kesi ya jinai. Inakuwa ni kesi ya jinai. Kwa hiyo unaweza ukafungwa au ukalipa fine au vyote kwa pamoja. So nadhani tupate kujionya, mpate kuwa na siku njema. Goodbye.